Ndugu mtazamaji, ninapenda sana kukuchukua nafasi hii ya kukaribisha katika kipindi chetu hichi cha Calvary Injili Mtandaoni. Ni kipindi ambacho ni kizuri sana, ambacho kinaeleza juu ya kuifahamu kweli. Kwa ningependa uchukue nafasi tu chache ya kutusikiliza. Naamini kuna vitu vingi ambavyo utapokea. Nilioko mbele yako hapa ni Kuhani Joshua Abbas Hungu, na nipo na mtumishi wa Mungu hapa, ningependa pia mumfahamu. Asante sana. Kwa majina naitwa Pastor Kabonda. Ni mtumishi wa Mungu wa kanisa la Jesus is Alive pale Mkanzi. Namshukuru Mungu pia kwa studio hii siku ya leo kwa ajili ya kubadilishana mawazo na wasikilizaji pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor Joshua. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Basi nashukuru sana kwa kuweza pia kupata nafasi ya kukaa na wewe katika kipindi tena hichi kingine. Ndio. Na leo nitakuwa nina maswali kadha wa kadha ya kuweza kuzungumza na wewe mtumishi wa Bwana. Yeah. Na moja kati ya vitu ambavyo ningependa kukuuliza ni juu ya habari ya maisha ya mwanadamu. Na pia nitakuuliza juu ya habari ya imani. Ndio. Watu wengi wamekuwepo makanisani. Tumekuwa na watu ambao wametumika makanisani kwa muda mrefu sana. Lakini kwa sehemu wengi hatuoni matokeo juu ya kile kitu ambacho wanakifanya. Unaweza kukuta mtu ana huduma yake, ana karama yake, ana kipawa na talanta, lakini matokeo ya kile kitu ambacho anacho yeye binafsi ndani hatuyaoni. Sasa ningependa kutambua kwamba changamoto kubwa hasa hapo ni ipi, mtumishi wa Bwana? Hebu karibu sana. Amen. Bwana asifiwe sana mtazamaji unatufuatilia katika kipindi hichi cha Ifahamu Kweli. Kwanza kipindi hiki kinatambulisha kama ni Ifahamu Kweli. Na tutaweza kuzungumzia ukweli huu ambao siku zote watu. Changamoto kubwa hapo mtumishi wa Mungu naiona mimi hapo. Kwanza ni watu kuto kutambua nafasi. Yeah. Na nataka siku ya leo tuzungumze hii mada kuhusu nafasi, ili Wakristo wengi wajue kwamba hawajaokoka tu ili waende mbinguni. Hapana. Ameokoka hapa kanisani, kuja kanisani hapa kwa sababu moja, lipo kusudi ambalo Mungu amewaitia kama watumishi wake. Ndio. Ukiona umeokoka afu hujafa, basi kuna nafasi Mungu amekuitia. Kwa hiyo changamoto kubwa hapo ni nafasi, nayo ni hapo. Nafasi. Kwa hiyo tunazungumza kuhusu habari ya nafasi. Watu wanashindwa kutambua nafasi yao. Ndio. Lakini nilikuwa ninahitaji pia kuendelea kufahamu juu ya habari ya nafasi. Kwa sababu nafasi ni kitu ambacho ni kipana sana. Ndio. Ambacho kinagusa kila eneo. Kuna aina nyingi sana ya nafasi. Sio kanisani tu, ndio maana nikasema kwamba leo tutazungumzia juu ya habari ya maisha ya mwanadamu, lakini tutazungumzia juu ya habari ya imani. Lakini nimekuja moja kwa moja kukuulizia kuhusu habari tu ya imani ndani ya kanisa, kwamba kwa nini watu wengi wanapishana na baraka zao. Na kutaka kujua kwamba changamoto kubwa ni ipi. Yupo mtazamaji ambaye anatutazama hapa, anatamani pia kupata ukweli juu ya kitu ambacho unatueleza wa maandiko au udhibitisho wa kitu chochote. Unatupa ushahidi gani mtumishi wa Bwana? Na ushahidi ule cha Mwanzo sura ya 2, nadhani wengi wasomaji wa Biblia wanafahamu kwa habari ya Mungu kumfanya mwanadamu. Maandiko yanasema katika cha Mwanzo sura ya 1 anasema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu katawale. Lakini Mungu anakuja kumrudisha mwanadamu na kumfanya kwa udongo na kumpulizia pumzi ya uhai. Alipomaliza tu, cha kwanza Mungu alimpa Adamu nafasi. Hakumuumba tu Adamu akamwacha kama alivyo, bali Mungu alitengeneza bustani, maandiko yanasema mashariki. Akamchukua huyo mtu aliyemfanya akamuweka hapo kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo kila mtu ambaye yuko duniani Mungu huwa anampa nafasi. Kwa hiyo Adamu Mungu alimpa nafasi. Maandiko yanasema Mungu akatengeneza bustani upande wa mashariki na akamuweka huyo mtu ndani ya hiyo bustani ili aitunze hiyo bustani. Yes. Ninakuelewa mtumishi wa Mungu. Na umejaribu kunigusia kitu kimoja kwamba
Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Lakini hapo kidogo, samahani, tunaweza tukawa tumetoka nje ya somo. Lakini ni moja kati ya kutaka kuwafahamisha watazamaji ambao wanatusikiliza, kwa sababu kuna ambao wanaweza wakashindwa kukuelewa kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, yani anaweza akaambatanisha ya kwamba huenda sura aliyokuwa nayo ndiyo sura aliyokuwa nayo Mungu. Kwa ningependa pia hapo unaweza ukatusaidia kwa sehemu. Kwanza nataka ujue ya kwamba mtazamaji na mtazamaji hapa ni kwamba Mungu aliumba mtawala mwingine. Unaona? Aliumba mtawala mwingine ambaye ni mwanadamu. Na wasingeweza kutawala wote kule juu. Bwana asifiwe sana. Wasingeweza kule juu. Ilimbidi kama ni mwanae kamuumba na ana asili ya utawala kama yeye, hawezi kukaa pamoja. Tumeelewana? Ilibidi Mungu amtengenezee huyu mwanadamu sehemu ya kwenda kutawala. Kwa hiyo hapo sasa, kwa mfano wake ni ile hali ya utawala. Mungu ni mtawala kila kitu. Lakini ameumba dunia ili mwanadamu atawale. Hii ndio wanasema sura na mfano wake. Lakini Mungu ni mtawala. Yes. Mungu akubariki sana. Mimi binafsi ninakuelewa, lakini tunazungumza kwamba kabla ya anguko la mwanadamu, mwanadamu wa kwanza kuumbwa, ndani yake kulikuwa na nguvu kubwa sana. Yes. Na Mungu alikuwa ndiye ambaye ameweka ile nguvu iliyokuwa ndani ya yule mwanadamu, ambaye nadhani ni Adamu. Yes. Sasa Adamu alikuwa na utukufu mkubwa kwa sababu alikuwa mtakatifu, au alikuwa na utukufu mkubwa kwa sababu Mungu ndo aliyekuwa amemweka pale Edeni, au alikuwa na utukufu mkubwa kulingana na jina lake, au alikuwa ana utukufu mkubwa kwa sababu yupo ndani ya nafasi? Hebu tusaidie hapo. Adamu alikuwa ni mmoja wa viumbe, ama Adamu alikuwa ni mmoja wa viumbe ambaye akitoka Mungu anafuata yeye. Kwa sababu Mungu tu anamuumba Adamu, anamwambia akatawale. Yani kila kitu ambacho kipo duniani na akiwemo shetani. Unaelewa sahihi? So Mungu anaomba mtawala mwingine kuacha yeye, ambaye mwanadamu anachukua nafasi ya Mungu. Kwa utukufu ambao ana mwanadamu ni kwa sababu Mungu alimfanya kuwa mtawala badala ya Mungu duniani. Tumishi wa Bwana, mimi ninakupata vizuri sana. Kumbe moja kwa moja sasa tunakuja kuliangalia lengo kuu la Mungu katika uumbaji. Kumbe Mungu alimuumba mwanadamu katika hali ya utawala. Yes. Kwa hiyo haya ambayo tunayaona leo ni matokeo ambayo hayatokani na Mungu. Yes. Yaani hayatokani na kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo kwa mwanadamu. Hilo unaweza ukasadiki kwamba ni kweli? Ni kweli kabisa kwamba matokeo naona leo hii mwanadamu yuko chini, ni mtumwa. Haiko vizuri kiuchumi, haiko kama vile Mungu aliumba mwanzo. Ni kutokana na matokeo ya dhambi ambayo mwanadamu alifanya. Ndio maana leo yuko hivyo alivyo. Lakini mwanadamu ni kiumbe mkubwa sana, ni mtawala ambaye dunia hii anaimiliki. Akiambia simizi njoo, atakiwa aje. Akiambia nyoka ije, atakiwa ije. Akisema mlima uwe umoke kwa Mungu, atakiwa uende, kwa sababu mwanadamu ana mamlaka kutamka kama Mungu jinsi alivyotamka kwamba hiyo dunia. Mungu akubariki sana. Kuna vitu ambavyo mtumishi unajaribu kuviongea, ninavipata. Alafu sio kuvipata tu, ninavielewa hivyo vitu. Kumbe mwanadamu baada ya anguko ndipo ambapo yeye alipoteza sasa ule utawala wake. Yes. Samani ya mwanadamu ilipotea baada ya anguko. Sababu Mungu mwenyewe alimwambia kabisa kwamba siku utakapokula matunda ya mti ulio katikati ya bustani utakufa. Hakuwa na maana ya kufa tukuzike. Alikuwa na maana ya kufa kimamlaka. Ndio. Kufa kiutawala. Maana yake nafasi yako atachukua mtu mwingine. Umeona? Nafasi yako atakuwa nini? Atachukua mtu mwingine. Kwa maana ya ule utawala ambao alikuwa nao. Kwa Mungu anawaambia hivi, utakapofanya makosa
ya kula mti wa matunda ulio katika bustani, ambayo ni kuagiza nikisema usile, basi utakufa kimamlaka. Maana yake sio mtawana tena, bali utakuwa ni mtumwa chini ya mtu. Mtumishi wa Bwana, ninakushukuru sana. Mungu akubariki. Naamini ya kwamba jambo hili ambalo umelibeba ni kubwa sana, lakini kulingana na muda naamini uliokuwa nao ni mchache sana. Naamini katika kipindi kijacho mbele tutapata mambo mengi sana kutoka kwako. Kwa ndugu mtazamaji ambaye unatufuatilia katika Calvary Injili Online, tunaukaribisha pia katika kipindi kijacho. Usikose kutufuatilia, utapata vitu vingi sana vya kujifunza, kwa sababu kama tulivyoeleza mwanzoni ya kwamba hili somo ambalo mtumishi wa Bwana anatuelezea juu ya nafasi ni pana sana sana, kwa sababu hata kwenye ndoa, kwenye kazi na mambo mengi, watu wengi wameanguka na kupoteza na ajira kwa sababu wameshindwa kutambua nafasi zao. Kwa usikose kutufuatilia. Mungu akubariki kwa muda wako. Amen.